Ikiwa unateseka kwa muda mrefu maumivu ya mgongo au maumivu makali ya mgongo mara kwa mara, swali la kawaida litakalokuja akilini mwako ni nini sababu ya maumivu yangu ya mgongo? Habari, mimi ni Daktari Himanshu Tyagi. Mimi ni daktari wa upasuaji wa mgongo huko Delhi, India. Unaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya simu au kututumia ujumbe kupitia WhatsApp kwenye 9654095717. Pia tafadhali usisahau kuongeza msimbo wa kupiga simu wa India kabla ya nambari ya simu ikiwa unakaa nje ya India. Msimbo wa kupiga simu India ni +91. Sasa kuna sababu tatu za maumivu ya mgongo. Kwanza ni ikiwa mto unaoitwa disc ulio kati ya mifupa ya uti wa mgongo haufanyi kazi vizuri. Sababu ya mbili ni ikiwa kuna shida na viungo vya mgongo. Hizi ziko juu ya upande wa nyuma wa mgongo. Ikiwa haifanyi kazi vizuri, inaweza kusababisha maumivu nyuma. Sababu ya tatu ni kama mifupa ya mgongo wako iko nje ya mpangilio unaojulikana kama kutokuwa na utulivu. Hali hii ya tatu inajulikana kimatibabu kama spondylolisthesis. Katika hali hii ya tatu, mfupa huteleza mbele na kuanza kushinikiza mishipa. Kwa hiyo, katika aina ya kwanza ya maumivu ya nyuma ambapo mto kati ya mifupa ya mgongo hupoteza elasticity, maumivu ya nyuma kawaida hutokea kwa watu wadogo. Pia, hii ndiyo sababu ya kawaida ya maumivu ya nyuma yanayotokea leo kwa watu wanaofanya kazi kwenye kompyuta kwa muda mrefu. Hapa mkao wa kukaa sio mzuri, kwa hivyo katika hali kama hizi maumivu ya mgongo huwa ya kawaida sana na kusababisha shida ya diski ya mgongo mapema. Katika hali kama hiyo, diski ya mgongo au mto huanza kutoa maumivu. Hii hutokea kabla ya umri wa kawaida wa kisaikolojia. Katika hali kama hiyo, mkao mzuri wa kukaa, mazoezi ya mgongo na mkao sahihi wa kulala unaweza kukusaidia sana. Ikiwa hakuna uboreshaji wa maumivu baada ya dawa, mazoezi na tiba ya mwili, basi tunaweza kukufanyia upasuaji maalum unaoitwa upasuaji wa kubadilisha diski. Hapa tunaondoa maumivu ya asili yanayosababisha diski kwa upasuaji na kuibadilisha na diski mpya ya bandia. Hakuna unyumbufu unaopotea wakati wa upasuaji huu, kwani diski mpya hufanya kazi kama diski asilia yenye afya. Katika aina ya pili ya maumivu ya mgongo, ambayo ni kwa sababu ya utiaji mwingi wa uti wa mgongo, pia inajulikana kama maumivu yanayohusiana na umri. Kawaida hii inaonekana kwa watu baada ya miaka 40. Viungio hivi vya uti wa mgongo hujulikana kwa jina la facet joints na huanza kuvimba kwa sababu ya kuziba kwa uti wa mgongo. Hii ni sehemu ya mabadiliko ya kawaida yanayohusiana na umri yanayotokea kwa wanadamu wote. Yanaanza kuwa chungu. Katika hali kama hizi, mazoezi yanaweza kusaidia, mafunzo ya mkao yanaweza kusaidia, lakini ikiwa inakuwa chungu sana, basi tunaweza kufanya utaratibu unaojulikana kama sindano ya sehemu ya pamoja au kizuizi cha sehemu ya pamoja, ambayo haichukui dakika 10 hadi 15. Ni utaratibu wa utunzaji wa mchana unaofanywa chini ya hali kali za udhibiti wa maambukizi kwa kutumia mashine ya X-ray. Hapa tunalenga the facet joint ambayo inasababisha maumivu. Aina ya tatu ya sababu za maumivu ni kama kuna kuyumba katika uti wa mgongo au mifupa ya uti wa mgongo iko nje ya mpangilio. Hii inajulikana kama spondylolisthesis. Hii inaweza kutokea kwa sababu ya kuzorota kwa umri au inaweza kutokea kwa sababu ya kuvunjika kwa mfupa. Hii inajulikana kama pars fracture. Kuteleza huku kwa mfupa kunaweza pia kusababisha dalili zinazohusiana na neva kwenye mguu. Hii inaweza kuwa moja ya sababu za kawaida za maumivu ya mgongo, haswa kwa wagonjwa wazee. Katika hali kama hizi, tunawapa wagonjwa upasuaji kwa jina la upasuaji wa ATLF. Katika upasuaji huu tunaimarisha mfupa huu unaoteleza kwa kutumia vipandikizi maalum. Kwa hivyo ikiwa unasumbuliwa na maumivu ya mgongo, usijali, upasuaji huu utakuruhusu kuishi maisha yasiyo na maumivu tena. Katika upasuaji huu pia tunaondoa shinikizo kwenye neva ili uwezekano wowote wa baadaye wa uharibifu wowote wa neva unaweza pia kuepukwa. Kwa hiyo, ikiwa unasumbuliwa na maumivu ya mgongo, usijali, unapaswa kukutana na daktari wako ambaye atakushauri X-ray au MRI kulingana na dalili zako, na chochote ni sababu ya maumivu yako ya mgongo, atakushauri mpango wa matibabu kwa hilo. Tafadhali kumbuka kuwa karibu 95 hadi 97% ya wagonjwa hawahitaji upasuaji na inaweza kutibiwa vizuri kwa kupunguza uzito, mazoezi ya kawaida, kurekebisha mkao na kupunguza saa yako ya kufanya kazi kwenye kompyuta. Asante.